بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأخيار أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji wa video zetu hapa Abnad Academy, kwa mara nyingine tena tumekuja kuendeleza mwendelezo wa darasa zetu za balagha. Kama utakuwa ni mpya kukutana na video hii, usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili kusudi tunapotuma video nyingine iweze kukufikia kwa wakati kabisa. Kitabu ambacho tumekichagua kukitumia ni kitabu cha Al-Balaghatul Wadhiha, na sasa hivi tupo katika kipengele cha Al-Balagha, miongoni mwa vipengele vitatu vinavyopatikana katika mukaddima wa kitabu hiki. Na katika darasa ambayo tumeitanguliza tulikuwa tukielezea anasirul balagha, duru za balagha. Kwa lugha nyingine tunaweza tukasema elementi za balagha, yaani vitu ambavyo vikiungana ndio vinazaa neno balagha. Ukikiondoa kimoja katika hivyo, basi balagha hakuna. Na vitu hivyo ni vitatu tu, ni lafdhu, maana wa taalifu lil alfadhi. Vitu vitatu ni tamshi, maana pamoja na muundo wa matamshi, muundo wa maneno. Lakini katika ibara yote hiyo tulisoma hapo ya anasirul balagha, tumejifunza kitu kwamba mfikishaji yoyote, mwanabalagha yoyote, mwandishi yoyote, ni lazima katika uandishi wake au ufikishaji wake katika hotuba achague maneno yanayoendana na sehemu anayokwenda kufikisha. Hii ni kwa sababu kuna maneno ambayo tunayatumia bububu. Maneno hayo tukienda kuyatumia kizimkazi au makunduchi mathalan, yakawa ni maneno ya utovu wa adabu na ya kuwakirihi watu. Kwa hiyo haya yote ni lazima mfikishaji na mwandishi awe anajua kitu gani anafanya katika kazi yake. Tukafika sehemu ya kwamba kuna baadhi ya maneno katika lugha ya Kiarabu, hawa watu wa fani ya adabu wao walikuwa wanayachukia, hawataki kuyatumia. Mfano neno aidan, ndio katika ibara tuliona jana tukasema tunaweka kiporo, asema wa qadiman kariha al-udaba'u kalima aidan. Na hapo mwanzoni, hapo kale, walichukia wanafani ya adabu neno aidan, wa'aduha min alfadhil ulama, na wakalihesabu wakalizingatia zaidi kuwa ni katika matamshi ya maulama. Falam tajri biha aqlamuhum, kwa hiyo peni zao hazikuandika neno hilo, fi shi'rin, katika shairi lolote, au nathrin, au tungo yoyote, hatta dhahara bainahum man qala, mpaka ikadhihiri baina yao yule aliyesema ili shairi ambayo sema rubba warqa'atu fi dhuha dhati shajwi sadahati fi fanani dhakarat ilfan wa daharan salifa fabakat huznan fahajat hazani fabukai rubbama arraqaha wa bukaha rubbama arraqani walaqad tashku fama afahamuha walaqad ashku fama tafahamuni. Kisha sema ghaira anni biljawa a'rifuha wa hiya aidan biljawa ta'rifuni. Akatumia mshairi huyu neno aidan, hapo ndo akaona kumbe ile neno linafaa kutumika. Katika haya maneno tunaona kuna neno al-udaba'u, tunaliona hapo kuna al-udaba'u wal ulama. Al-udaba'u na neno al-ulama, kuna tofauti kati ya al-udaba'u na al-ulama. Msikilize vizuri. Man humul ulama, hawa maulama ni kina nani? Wanatambulika vipi? Al-ulama humul ladhina yuharriruna al-qawa'ida wal qawanina wal masaila.
amma al-ulaba'u humul ladhina yahtamuna bil jamaa. Hizo ndo tofauti zao kubwa. Al-ulama ni wale ambao wao kazi yao ni kuhariri kanuni na misingi na masaili mbalimbali, lakini al-udaba'u wana fani ya adabu, waliobobea katika fani ya adabu. Wao zaidi wanashughulika na mvuto wa ibara zilizoandikwa au zinazosemwa. Yani wao kizungumza wanaangalia uhodari wako wa kuzungumza, upangaji wako wa maneno na utumiaji wako wa mitindo mbalimbali ya lugha. Hawa ndio al-udaba. Kwa hiyo tuende tukaliangalia hilo shairi ambalo nimetumia neno aidan, ambapo hapo mwanzoni al-udaba wanafani ya adabu walikuwa wanalichukia. Shairi linasema hivi: rubba warqaa. Warqaa maana yake ni hamama, yani njiwa. Hatufin maana yake njiwa mwenye kulia. Fi duha, nyakati za asubuhi, nyakati za kuchomoza kwa jua, ile majira ya 3 kwenda mbele. Dhati shajwin, sahibatu huznin. Shajwi ina maana ya huzni, kwa maana ni mwenye huzuni. Sadahat fi fanani. Sadahat maana yake sahat, ghannat fi fanani. Fanani ina maana ya husni, aghsani. Sawa, ni nini? Matawi. Kwa hiyo hapa anasema rubba warqaa hatufin fi duha dhati shajwin. Huenda yule njiwa mwenye huzuni aliaye nyakati za dhuha. Sadahati fi fanani, ndiye aliyelia katika matawi, ndiye aliyelia katika tawi la mti, ndiye aliyeimba katika tawi la mti. Katika kuimba kwake, dhakarat ilfan, alimkumbuka kipenzi chake. Ilfa ina maana ya habibi, kipenzi. Kwa dhakarat ilfan, alimkumbuka kipenzi. Wadaharan salifan, na nyakati zilizopita katika mapenzi yao. Kaimba ikampitikia kaanza kumkumbuka mpenzi wake na masiku yaliyopita katika mapenzi yao. Basi fabakat huznan, akalia kwa huzuni. Alipolia fahajat hazani. Hajat kwa maana ya kuamsha hisia. Fahajat hazani, alipolia kwa huzuni akaamsha huzuni yangu. Fabukai rubbama arraqani, basi kilio changu huenda kilimnyima usingizi. Arraqaha kwa maana asharaha, huenda kilio changu. Arraqaha, kilimnyima usingizi, kilimfanya akeshe. Wabukaha, na kilio chake. Rubbama arraqani, nacho huenda pia ndicho kilichoninyima usingizi. Wala qad tashku, kwa maana ya kwamba ya kusonona. Tashku, na hakika, au huenda tashku, anasonona. Fama afahamuha, lakini mimi simfahamu. Huenda naumia ndani kwa ndani, lakini mimi simfahamu. Wala qad ashku fama tafahamuni, na mimi pia nasonona ndani kwa ndani, lakini yeye hanifahamu. Ghaira anni, isipokuwa mimi. Biljawa, kwa huzuni. Aljawa kwa maana ya huzni. Aarifuha, namjua. Kwa huzuni namjua. Wahia, na yeye. Aidan, vile vile. Biljawa, kwa huzuni. Taarifuni, ananijua. Kwa hiyo hapo fawadha aidan, mtunzi huyu akatumia neno aidan katika hiyo sentensi. Wahia aidan biljawa taarifu fi makani, katika sehemu ambayo imetumika aidan. La yatatallabu siwaha, haiwezi kutumika isipokuwa neno hilo. Wala yataqabbal ghairaha, na wala vile vile halikubaliki neno jingine isipokuwa neno hilo aidan.
wakana laha, na ikawa kwake yeye, minarrawati, kwa maana wakana laha, na ikawa kwenye hilo neno minarrawati, ni mvuto, walhusni, na jamali, fi nafsi al-adibi, kwa huyo mwanafani ya adabu, ma yujizu anha al-bayan, kwa namna ambayo ye mwenyewe ameshindwa kulifanya nini, kulipambanua. Lazima ilikuwa litumike neno aivan. Kisha anasisitiza tena, wa rubba kalamin kana fi nafsihi hasana, na huenda ikawa maneno katika nafsi yake ni mazuri, khalaban, yanavutia, hata idha jaa fi ghairi makani, mpaka maneno hayo yaje kutumika sehemu nyingine, wasaqata fi ghairi masqatihi, na yakapomoka katika mapomoko yasiyokuwa hayo mapomoko yake, kharaja an haddil balagha, hapo sasa ndio ikawa imetoka katika mipaka ya balagha. Kwa hiyo neno hilo hilo linaweza likatumika sehemu likawa limenyogesha, ndio limesababisha kile kibeti kizima kiwe na mvuto, au maneno yote yabebe nani jamani wa aina yake, lakini neno hilo hilo kenda kulitumia katika ibara nyingine, hatukuhesabu kuwa ni mwenye balagha na unakosa hadhi ya kuwa ni mwana balagha. Wakana aidan wakana gharadan lisihami naqidin, kwa maana tamshi hilo hilo ambalo tulitumia sehemu nyingine inaweza likawa ndio silaha ya wakosoaji, wakasema hapa halifanyi kazi vizuri, lakini ndio ile kwa sehemu nyingine wakaja wakosoaji wenyewe wakapigwa na kutoa. Inshallah leo tuishie hapa, Allah akipenda tutakuja kuendelea kipengele kinachofuata, nayo ni beti ya al-Mutanabbi ni Kafuri al-Ikhshidi. Sawa? Kisha hapo tutasogea mbele kidogo ili tupate ibara ndefu kidogo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.